Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update, ambapo update hii bwana inahusiana na kile ambacho kinaendelea katika mahusiano ya mwanadada Zuchu na Diamond Platnumz. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba taarifa zimeshatolewa rasmi kwamba kwa sasa hivi bwana ni kwamba hali ni shwari kabisa hapa Tanzania, na hivyo basi kila mtu aendelee na majukumu yake ya kila siku. Kwa hiyo moja kwa moja tumeona watu wakiwa wanaanza kwenda makazini na mambo mengine kama hayo, lakini pia kwa upande wa wasanii wa mziki wa Bongo Flava nao pia tumewaona bwana wakiwa wanafanya the same. Bwana, kama unavyoelewa ni kwamba Diamond Platnumz alianza kupromote nyimbo zake, kama wimbo wake ambao aliutoa wa mwisho kabisa ule unafahamika kwa jina la Sasampa. Diamond Platnumz bwana tukaona akiwa akiupromote. Diamond baada ya kupromote wimbo ule wa Sasampa, nadhani mtakuwa mnakumbuka kwamba hata jana tulitoa hiyo taarifa kwamba moja kwa moja watu wengi sana bwana walichukizwa na kitendo hicho, watu wakiwa wanadai kwamba sasa hivi watu wako katika wakati mgumu kidogo wa watu wana majonzi na vitu vingine kama hivyo, kutokana na kwamba baada ya zile vurugu bwana kuna watu wamepoteza ndugu, jamaa, marafiki, mali zimeharibiwa na mambo mengine mengi kadha wa kadha. Lakini kwa upande wa Diamond Platnumz, yeye kitendo cha kwanza kupromote vitu vyake vya burudani ni jambo ambalo limeonyesha kama vile alikuwa hajajali kile ambacho kimewakuta mashabiki zake. Lakini kuna wengine pia ukiachana na hao ambao walikuwa wakimsema vibaya Diamond kwa kupromoti nyimbo yake ya Sasampa wakati watu wako kwenye majonzi, lakini kuna wengine pia walitokea kumsupport au kumtetea Diamond Platnumz kwa namna moja au nyingine, kwani wengine walikuwa wanadai kwamba Diamond, kwa vile kila mtu sasa hivi anafanya kazi zake kama ilivyokuwa hapo awali, Diamond naye pia anafanya kazi yake, kwani mziki ndiyo kazi yake na ndiyo biashara yake. Kwa hivyo basi baada ya kauli kutolewa rasmi kwamba kila mtu aendelee na majukumu, basi na yeye pia anaendelea na majukumu yake, kuna ubaya gani? Kwa hiyo kuna watu walijitokeza pia kwa ajili ya kumtetea Diamond Platnumz. Sasa siku ya leo bwana, kuna mengine yamejitokeza mapya kabisa kuhusiana na issue hiyo hiyo ya Diamond Platnumz na mrembo wake Zuchu, ambapo this time around bwana kitu ambacho tumekiona bwana kwa Diamond na Zuchu ni kwamba Zuchu bwana kuna kitu ambacho amemfanyia Diamond akiwa kama mpenzi wake. Zuchu bwana amempelekea keki Diamond. Hii keki bwana ni ya kumpa pole Diamond kwa heka changamoto na mambo mawili matatu ambayo yametokea hivi karibuni hapa Tanzania. Kama unavyoelewa bwana, kulikuwa kuna vurugu, kwa hiyo mabomu ya machozi ni lazima. Kwa hiyo hapa moja kwa moja Zuchu bwana amepeleka keki kwa Diamond. Keki bwana aliyomwandalia Zuchu Diamond bwana imeandikwa kwamba pole na mabomu baby. Hiyo ndo keki ambayo imeandikwa, hiyo ndo keki ya bibie Zuchu ambayo imeandikwa pale juu, imeandikwa kwamba pole kwa mapenzi babe. Hiyo ni keki ambayo Zuchu amemwandalia Diamond Platnumz. Lakini ujumbe wa Zuchu bwana ukuishia hapo, umeendelea hapa chini. Bibi Zuhura bwana akaendelea hapa, kuna maneno mengine hapa ameandika kwamba mlipuko ninaotaka mimi ni wa mapenzi yetu tu, alafu kaka pale emoji ya makopa. Kwa hiyo bwana mambo ya mahaba yanaendelea kama kawaida. Bwana hawa ni wapenzi na wanaendelea na mapenzi yao kama kawaida. Sasa hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari moja kwa moja huko mitandaoni. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba Diamond kwa Zuchu pole. Diamond amepiga picha hiyo keki alafu akaiposti katika ukurasa wake wa Instagram, na hivyo ndivyo hizi habari zilivyofika mtandaoni.
ni kwamba Diamond amepiga screenshot and then akaiposti katika ukurasa wake wa Instagram. Baada ya kuiposti bwana, ndipo hapo tukafahamu kwamba mambo ndo yako hivyo. Na alivyoposti pia Diamond ameandika pale juu caption yake pia kuhusiana na huo ujumbe wa Zuchu. Diamond ameandika thank you baby, yani amemshukuru mpenzi wake. Page mbalimbali kama nilivyosema hapo awali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii habari. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba Diamond kwa Zuchu, pole na mabomu, mlipuko na utaka ni wa mapenzi yetu. Zuchu amemwandikia hivyo Diamond kwenye keki aliyomwandalia. Alafu hapa chini wakaja page nyingine hii hapa wameguna, ameandika page nyingine hapa wamekuja na wenyewe pia wameripoti kuhusiana na hiyo habari, wakaandika kwamba bwana Diamond amepokea zawadi kutoka kwa Zuchu ila wanaona kama utani vile. Page nyingine hii hapa ni ya Juma Lokole. Juma Lokole bwana yeye amekuja ameweka emoji nyingi sana za kucheka, alafu akasema kwamba huyu baba nampenda sana. Kwa hiyo page zilizoripoti kuhusiana na hiyo habari ni nyingi, lakini kikubwa zaidi ambacho kimetokea hapa bwana ni kwamba wadau nao pia wamekuja kuweka maoni yao katika comment section. Nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza katika kuhusiana na hii issue, maana hapa bwana kuna comment nyingi tu kiukweli zimejitokeza. Kwa mfano kuna huyu hapa amesema kwamba bwana ila huyu jamaa page nyingine mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba bwana huyu ni maji kudadadeki ukimwambia okay haya. Kuna mtu mwingine hapa anasema kwamba bwana mbona masihara kwenye vitu serious. Kuna mtu amekuja amecomment hivyo. Kuna mtu amesema bwana chakula cha msibani ni kitamu sana kama turubai halijawekwa kwenu. Kuna mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba bwana ukisikia raha ya chumvi msibani basi jua kwamba msiba wewe haukuhusu. Kuna mwingine hapa amekuja amecomment hapa ameandika kwamba hey, this is very disappointing. Kuna mwingine hapa anaitwa Patricia Collection anasema kwamba haichekeshi. Kuna mwingine amesema bwana huyu ndio waku kwa mtazamo bwana ndio maana wanakutwa na mazito hawa. Kuna mtu mwingine anasema bwana kiukweli sijaelewa, yani kaletewa keki na nani? La haula wala quwata, ameandika hivyo. Kuna mwingine amesema kwamba huyo Diamond ameweka emoji za kucheka hapo, kinachochekesha ni nini sasa, ameuliza. Kuna mwingine amesema kwamba bwana amepata wapi nguvu ya kuposti haya mambo kabisa. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo. So it is what it is at the end of the day. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na wewe pia weka maoni yako bwana katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha tu una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.